Mambo ni aje? Matumaini yangu uko poa kabisa. Mimi naitwa King Dago na karibu sana kwenye exclusive interview. By the way, leo tumebahatika kuwa na mmoja wa brother ambao tayari wamefanya vitu vikubwa sana, bado muziki wao unaendelea kuishi. Anaitwa Koyo MC. Brother ni aje? Yeah. Karibu sana Tarime TV, karibu sana Tarime. Pamoja sana brother. Mara nyingi umekuwa unadondoka huku, bahati sana sio hivyo eh? Habari za Mwanza? Mungu mwema, kikubwa tunapumua bwana. Ni muda mrefu sana kwenye game, lakini kuna yale mawe ambayo tunayataka, yale ya Koyo yenyewe yale hatuyaoni. Shida inakuwa wapi? Bahati nzuri kifupi ni kwamba hata kwa hili swali kwa upande wako King Dago, wewe ushaniuliza mara nyingi sana. Na bahati nzuri ni moja ya mtu ambaye nakuhusisha sana kwenye issue zangu. Kwa hiyo unavijua, lakini jamii ikijua inakuwa ni vizuri zaidi. Yes. Ni mipango tu ambayo ipo, kwa sababu hapa katikati kuna changamoto ziliingiliana, hasa sana ni kwenye akaunti zangu pia. Okay. Zilikuwa zina changamoto na kifupi ni kwamba namshukuru Mungu. Mambo naweza nikasema yako vizuri kifupi. Kwa hiyo tutegemee tu, na nilikuwa na mpango kuachia ngoma tarehe 15 mwezi huu. Okay. Ambazo kidogo zinaweza kupiga double release, kwa sababu nimefanya collab na mtu ambaye nilifanya naye ngoma kitambo na nimefanya naye ngoma sasa hivi. Kwa hiyo ni vyema nikiziachia kwa pamoja ili kuonesha uwezo wake na uwezo wangu wakati ule na wakati huu sasa hivi. Ulifanya kipindi kila ukiachia? Nilifanya 2020 kuiachia. Sikuachia. So na sasa hivi umefanya naye? Nimefanya naye ngoma kuziachia. Hiyo itakuwa ni double release, sio double release. Hapa. Na for this time mtazamaji angetamani kufahamu akaunti zimekaa poa zote za digital platform ambazo zilikuwa zinasababisha wewe usiweze kuachia kazi. Kiufupi mpaka sasa kuna changamoto ambazo bado zipo, lakini nimeona kuendelea kuwachelewesha mashabiki zangu kwa sababu ya changamoto zangu. Mashabiki hawaelewi kwamba kujua unapitia changamoto zipi. Kwa hiyo kama hawezi kuelewa, ni vyema tu uachie, kwa sababu nimetengeneza akaunti pia zingine ambazo Mungu akijali hata kama zile zitarudi katika mifumo yangu pia vizuri, ina maana muendelezo utakuwa ni pale pale. Sababu shabiki hawezi kuelewa kwamba umeacha kutoa kazi kwa sababu ya kitu fulani, wakati changamoto ni zimetokana na changamoto za account zote zimetokana na management uliokuwa nayo, au ni za kawaida tu kama ambazo unakuta wasanii wengine kama wakina hivyo tunaona? Kuna baadhi ya changamoto zinakuta kama wasanii wengine, lakini baadhi ya changamoto ambazo za management, naweza nikisema management, lakini siwezi kuiongelea sana kwa sababu bado ipo kwenye marekebisho. Yeah. So tuombe zirudi. Tuombe zirudi. Okay. Na Mwanza nimekuwa kila show ikitokea, kwa hiyo lazima wawepo, chama lazima wawepo. No new artist ambao wanatokea kama vile mlivyokuwa mnatokea. Tatizo ni nini la Mwanza, hususan tuzungumzie Mwanza ambayo nyinyi ndio mabrother, nyinyi ndio making wa pale? Kitu cha kwanza naweza nikasema, cha kwanza ambacho naweza hicho ni kujivunia, ni kwamba umetengeneza kitu ambacho hakina muda, kinaishi. Mfano tu kama nikarudia kwamba nataka kuachia double release ya ngoma ambayo nilifanya na ni muda mrefu, lakini nikiachia leo ni noma, yani mtu hata kama leo watu wameingia studio wamefanya kitu na wameshirikiana hata wao 20 hawezi toboa kwenye hicho kitu. Okay. Kwa hiyo kwamba hiyo ni moja ya uwezo, kuamini kwamba Mwenyezi Mungu akubariki tu, kwamba bana mbona umeachia ngoma muda mrefu lakini zinatokea shows, lakini unakuwepo, yanatokea issue yote tu ya serikali upo, kwa sababu umetengeneza kitu ambacho kinadumu. Kwa hiyo ni jambo la kumshukuru Mungu. Lakini kwenye changamoto ya wasanii kutokea wengine, nahisi sijui niongelee kwamba kuna ile kitu saizi imekosekana, yani kama ile ushindani umekosekana. Ushindani ulikuwa unaanzia hadi mtaani. Sisi kipindi kile tunachana meko, mnashindana meko. Sisi mimi sio meko Saul. Mimi ni meko katikati, yani ambao yani mitaa yote na meko pale. Mimi niko pale center pale. Ina maana kulikuwa kuna ushindani wa mtaa huu, mnaenda Bugarika mnakutana kina Nchama. Okay. Nenda sio hapa, yani kuna vilinge. Wala wanashindana hao. Wanashindana hao. Saizi hakuna hizo issue. Na hizo issue zilikuwa na radio zilikuwa zinaandaa matamasha, na kuna baadhi ya watu ambao kutoka kwenye media wanaandaa kina Jeff Jerry wanaandaa, lakini saizi hakuna vilinge, hakuna nini.
So inapozesha muziki. Na hata new generation na sio Mwanza tu, tuseme ni kanda ya Ziwa, na ndio muziki wa kanda ya Ziwa ulipo, kwa sababu hata kule tulikuwa tunakutana na watu wa Msoma na challenge nao noma yani, lakini sasa hivi imefika hatua hakuna chochote. Okay, so unatamani virudi? Kiufupi mimi napenda virudi. Unajua vinaporudi, kifupi ni kwamba unajua muziki wa kanda ya Ziwa na hata wasanii wote fuatilia wanategemea sana kanda ya Ziwa, hasa kwenye shows na hata mashabiki tu ambao wanaweza kuingia sasa hizi mtu akabadiliza bando lake kumfuatilia msanii mmoja kanda ya Ziwa kabisa. Fuatilia, watu wanaangalia, si unaangalia kwenye mtandao wa kijamii, unaona watu wananifuatilia mtu gani. Ndio maana leo hii mimi napiga shows nyingi kanda ya Ziwa, kwa sababu kanda ya Ziwa naona kabisa ni sehemu ambayo watu wanajua muziki mzuri, wanajua umfuatilie nani umwache nani. Sawa, kwa samahani kwa hili swali, hisi inaweza kuleta moment nyingine tofauti. Ulitoa kazi zikaenda na uko unapiga shows nyingi kubwa sana na by then pia kwenye maisha kuna ile upanda na kushuka, hiyo ipo tu. Unajipanga tena vitu kama, lakini some stories zitokea kwamba call for this time ndio zile kwamba amerudi, ameishiwa. Wale washikaji wako karibu ameishiwa, sasa tunaye mtaani, lakini wale watu ni wa karibu sana. Hii haikukukata sana usani wale washikaji zako wa Mwanza kwenye kuongelewa? Hii inaweza nikaihusisha hata kwa wasanii wakubwa. Tena alishaongea msanii mkubwa tu pia naye akaongea akasema, jitahidi kwenye sanaa yako uongelewe, iwe kwa zuri iwe kwa baya. Ina maana hakuna mtu anayependeka siku zote, kila mmoja atakuongelea katika engo yake. Sawa, mimi niliingia kwenye masuala ya kilimo, kuna watu wakaongea acha muziki saizi ni mkulima, na wakati lazima ule, mimi nakulisha yani lazima ule tu. Yaani mimi nimetoka kulisha kwenye vitu vya madini kichwani afu nakulisha na msosi, yani ushibe ili usikilize madini vizuri. Bado watu wakasema, kwa hiyo kazi ya mdomo kusema, nishaimba hiyo ngoma niko na Chris. Kazi ya mdomo kusema, sikio ni kusikia. Ndio maana Mungu atupa masikio. So unasikia naacha, unaachana nayo. Afu wao ambao walikuwa wanaongea washaongea mpaka mimi nikawajua. Baada ya kuwajua, mwisho wa siku wakaja kuniomba msaada. Hawa baadhi zifika story pia kwa sasa hivi mlevi dingi. Unasikia kuna kitu kimoja, kuna kunywa na kulewa, au sio? Tuwape elimu. Kuna kunywa na kulewa. Mimi katika maisha yangu mimi nimepiga show nyingi tu. Nimepiga show na Fiesta. Nafaa tu naulizwa nyingi, unatumia nini? Mimi si liganja. Mimi sio mlevi wa wanawake. Mimi sina ulevi mwingine zaidi nikipiga vibe zangu 2-3 kinyamwezi kabisa. Na hiyo ni kitu ambacho nimeanza kuifanya kabla hata ya kunijua kama mimi ni Koyo. Wangapi mtaani wanapiga vibe? Haya, nimekaa Kaski, sijui nimekaa wapi, kiwanja gani cha maana nimekaa, nimeagiza mitungi yangu ya 500. Haya, nimetumia 500 yangu kwela yangu ya kilimo ya muziki jumla. Sasa wewe utaniambia nini? Bingi, swala matumizi yale yametafutwa itumike, ndio maisha yalivyo. So hiyo kukua Kaski na sehemu zingine ambazo kwa Koyo kwa jina lake lilipo, kwa sababu watu wanasema mtu maarufu kuna sehemu inatakiwa ukae na kuna sehemu nyingine inatakiwa ukae. Hii kwako haikukata sana? Na hicho ndicho kinachoferisha wasanii wengi. Fanya kuna watu wanaigiza ili waishi, ila kuna watu wanaishi ili waigize. Sasa ni bora hapo. Mimi siishi ili niigize. Unaishi naigiza ili niishi. Yaani mimi ni sawa najifananisha labda leo hii labda manyanya wa nini ile dunia. Mimi naigiza ili nipate chakula. Sasa kuna watu wanafanya leo maisha kusema kwamba nini, lakini mimi ninaweza kutulia sehemu yoyote. Mimi ndio maana mtaani ukinikuta na nikuta fresh, naenda nakaa na wakulima wenzangu pale, nini tunajadiliana fresh, tunakoromeana mbegu hujapanda hivi umekosea hapo umekosea, kwa sababu tayari ni ugali wangu. Mimi nategemea na familia kubwa, sidhani kama kuna mtu anaweza kafikia familia anayotegemea. Sawa. Na tuzungumzie kuna kipindi fulani by the way ulifungua sana tuzungumzie muonekano mwili na kama hivi. Hii ilikuwa ni kutokana na ups and down zilikuwepo au uliamua tu? Na sasa hivi tofauti sasa hivi? Hapana, kwenye kupungua sija kupungua. Mimi nilikuwa mwembamba tu, kadri tunavyozidi kwenda ndio nazidi kukua tu. Alafu miili akisukuma aga iongopi. Umeelewa? Mimi ni Msukuma. Kwa hiyo miili yetu aga iongopi. Yaani kwamba hata ukila ugali furu fresh kabisa. Kwa hiyo kifupi ni kwamba mwili tu ukiitika unaitika wenyewe. Haina nini. Ila kikubwa tu sisi tushakutana na changamoto kibao, kwa hiyo kutana hizo changamoto na kubaliana nazo na unajua namna gani ya kuzisolve. Basi. So kwa sasa hivi ni wasanii gani ambao unawatazama sana Mwanza?
Inawezekana kuna mtu hawafahamu, lakini wanasema hawa watu naoma sana. Mimi kiwalisia kuna Manengo namfuatilia sana. Okay. Manengo namfuatilia, wengi kina Dogo Idea hapo, Okay. Geita kina Dogo Dawei. Dawei unajua kanda ziwa pia. Sure. Kina Dawei, wadogo wanafanya fresh sana. Hapo kina Rasco, Soma hapa. Wote yani maniga ambao nawafuatilia kwa sababu ni watu ambao nimeishi nao kifupi. Yeah. Uliwapush sana. Na mimi ni mtu ambaye nimeshuhudia katika mtu ambaye alikuwa na roho nzuri sana kuweza kukaa na madogo akandaziwa, ni moja wapo wewe. Umekaa na Idea geto moja, safari moja. Sio Idea, mimi nimekaa hadi na Rasco pia nimekaa naye. Hadi Mario nimekaa naye. Hadi Mario nimekaa kabla hajatoka Mario. Swali langu linakuja hivi. Sasa hivi at least hawa wasanii ambao tunazungumza kidogo tunawaona wapo katika wale wasanii ambao kidogo wanazungumziwa. Kina Mario ndo A-list. Sasa hawajapata time au hujapata time wewe au wao kusema my brother Koyo, hebu toka mwanzo je tu tutengeneze muda tuondoke. Hapana. Kifupi ni kwamba tumefahamiana nao, mimi ndio nikiwa mwenyeji sana da. Sasa hivi sio wenyeji. Kwa hiyo ukiniambia kwamba kwenye kwenda sio wenyeji huo. Yaani sawa na wewe leo ambie Tarime kwamba kuna mtu amekuja kwa sababu amefanya vizuri ndio aonekane kwamba yeye Tarime ni bora kuliko wewe. Wewe una muda mrefu hapa. Okay. Ina maana chocho zote za Tarime unazijua. Tutajengwa kiwanja, sisi tutafanyaje, itakuja redio, itakuja media yoyote, lakini wewe King Davi upo. Umeelewa? Kwa kuwepo ni kwamba ni vitu ambavyo vimepangwa tu hivyo. Okay. Na kuwa na nafasi ni Mungu pia anapanga. Ni nafasi tu ikitokea ya mtu fulani kwa sababu nakumbuka mimi sikuaga na Mario urafiki. Idea ndio alikuwa rafiki wa Mario. Okay. Kwa hiyo alikuwa akienda kwenye Vimeo vyao si nini huku anakuja kulala kwangu. Okay. Anakuja kulala kwangu. Au wote kina Rasco, sijui nani, kina Chiprisi, wakifika dawa rafiki hapo. Kibao yani kifupi. Bado respect nini ile wako nayo au wame heshima ya mtu, kuna mtu ndio hiyo sasa, kuna mtu anaweza kukutia ni heshima alafu sio heshima. Lakini mimi na waheshimu wote. Bana, mimi nikushukuru sana. Familia vipi? Tuzungumzie kwenye familia. Familia alishaoa au vipi? Familia iko vizuri kabisa. Mimi na familia kubwa jamani. Familia ni kubwa sana na inaniheshimu na inajua kabisa Mshua mpaka muda huu yupo kazini. Akitoka kwenye mashamba anakuja huku kulima pia. So tayari mke yupo? Mimi sio mke tu. Kuna wake na wakelewe wote. Sasa una watu ngapi? Na watoto wengi. Na wewe si mwanangu. So wana ni wengi sana, wana kibao. Okay. Na tukiachia hizo double release tutakazoziachia tarehe 15 umesema. Tarehe 15. Yaani so, Mungu naomba asimamie tu kwa sababu kikubwa ni uhai. Lakini naahidi kabisa. Ina chakula moja tamu sana. Okay. Na watu watazipata wapi bwana wake? Kiwalisia ni kwamba unajua ni vyema pale unapotaka kuachia leo alafu kaambia watu jamani mzigo saa fulani mzigo uko sehemu fulani. Mufuate. Kwa hiyo watu ukiwakaribisha mezani uweze kuambia jamani meza itakuwa Mwanza hoteli au meza itakuwa sijui wapi itakuwa wapi. Kwa watu wawe karibu tu na mimi kunifuatilia. Okay. Yeah. Sasa wewe niambie viwanja vyako vitano ambavyo unavikubali Mwanza. Mimi viwanja vyote navikubali. Hata kwangu penyewe ni kama kiwanja tu. Ziweza kula bata. Kwangu ni kuna kula bata. Watangazaji wako watano unaokubali Mwanza. Mwanza pale mjini. Sasa una uchonganishi wako wengi bwana. Ndio sasa. Sio wote wafanye vizuri, watu wanafanya. Ni wengi wote wanafanya vizuri bwana. Heshimu kitu cha mtu ambacho kimewafanya. Watu wengi pale wamenisaidia na ninaamini wamenisaidia, sio mimi tu, wamesaidia watu wengi. Alafu kuna muda mtu anaweza asipendezwe na wewe atakapendezwa na mtu mwingine. Shabiki yako bora ambaye utamsahau miaka yote mpaka nakufa. Kuna kikaa tu mshikaji. Kuna jamaa alishare comment kwenye account yangu moja nikagundua ni shabiki lakini anaumia. Ila amecomment vibaya. Lakini nilimuona ni shabiki. Anaumia. Kwa sababu nilipost picha, ilikuwa ni picha gani nadhani ya shamba. Akasema wewe muziki naona umeshakushinda wewe, sasa hizi inabidi ulime tu. Lakini bado akaja akanifuata inbox. Kaambia bro imeniuma, yani mimi niseme hivi. Kuona uko hivyo. Ushabiki utamsahau. Siwezi kumsahau. Na mimi nikamwambiaje, mimi nimeumbwa ili kukulisha. Wewe inabidi ule vyote yani. So shamba alikufanya wewe busy hapana. Sasa ni kilimo cha umwagiliaji. Tunashauriwa, tuliambiwa hata kwenye vitabu zamani kwamba mali utaikuta shambani. Sawa, yani haitakukibiza kutoka. Hapana. Ni kitu cha
hiyo ni process ambazo zinaeleweka tu bana, yeye hapa kamwagilie, hapa peleka hiki, hapa peleka hiki, hapa peleka. Anaenda wewe au unatoa pesa? Kikubwa ni kwamba naenda mara nyingi na kuwepo mimi. Okay. Lakini ni karibu. Okay. Ni karibu. Sawa bwana, mimi nikushukuru sana kwa maneno yako mazuri yenye busara, lakini ni moja ya wasanii ambao ukitaka kufanya nao interview umetulia kwa sababu majibu yao tayari nakutaka nayo. Kama wewe. Asante sana bwana, tulikuwa na Koyo MC. Mimi nikushukuru sana, endelea kufuatilia Tarime TV. Na tumebahatika kuwa na yeye. Mimi naitwa King Dalu bwana, asante sana. Na kuochi.